Afrika katika biashara. Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu sana wiki nyingine nzuri kabisa ya Afrika katika biashara. Mimi ni Zainab Nyasenga. Umetoka kuangalia BBC Swahili, umepata kujua taarifa mbalimbali zinazoendelea hapa duniani, na mimi nakukaribisha tuelekezane, tujue namna gani ambayo tunaweza tukajikita zaidi na kutoka katika hatua moja katika biashara. Jamani, leo mada kuu ni nzuri sana, inahusu wenzangu wale wa vikoba Black Asa. Leo tunajiuliza, je, mikopo katika biashara ni chachu au daraja la mafanikio au ni chanzo cha kuanguka kwa wafanyabiashara? Studioni hapa nitakuwa naye mwenyewe mtaalamu wa hizi kazi, mtaalamu wa masuala ya fedha, CPA, Bwana Mafulu Eliaza. Atatuelekeza vizuri mikopo inaathiri vipi kukua kwa biashara au kuanguka kwa biashara. Bila kusahau, tutaendelea kupita mitaa mbalimbali, mikoa mbalimbali ndani na nje ya Tanzania ili kujua wafanyabiashara na wao wanasemaje masuala ya mikopo. Inawanufaisha au inawaangusha zaidi? Twende kwanza nje ya mipaka ya Dar es Salaam, nje ya mipaka ya Afrika, nje ya mipaka ya Tanzania. Tukirudi tuko na CPA Mafulu Eliaza ndani ya studio hapa kwa ajili ya kujua mada kuu ya leo: mikopo ni chanzo cha mafanikio ya wafanyabiashara au ni chanzo cha anguko lao? Karibu. Kwa majina naitwa Charokani, mimi ni mkulima wa mahindi, mkulima mdogo mdogo kama mnavyoona. Nashukuru sana bwana mwandishi wa habari kwa kuja na mada ya mikopo ya biashara, kwamba mikopo ya biashara inaweza kuwa daraja la mafanikio ama inaweza kuwa anguko kwa yule mkopaji. Hapo kuna maana mbili, zote zinawezekana. Unaweza ukawa ni daraja la biashara mafanikio, daraja la mafanikio, ama inaweza kuwa chanzo cha kuanguka. Ni vipi? Wale ambao wanaweza kuanguka katika mikopo midogo ya biashara wanakuwa hawaelewi kwa nini ile mikopo inakuwa inaanguka. Wewe unaweza kwenda kuchukua mkopo, lakini ule mkopo unaochukua una biashara, kwa sababu mkopo unapochukua kwa ajili ya biashara basi uingize kwenye biashara. Lakini utakuta mtu anaenda kuchukua mkopo hana biashara yoyote, anachukua mkopo kwa sababu ya kufanya shughuli, vijola, sijui ngoma nini. Lazima utaanguka, lazima utaona mkopo mbaya. Lakini kama utachukua mkopo kwa ajili ya biashara, lazima ufanikiwe. Kingine wasichokijua, utakuta mtu anachukua mkopo milioni 2 mpaka 3, lakini kwenye biashara yake anakuja kuweka 800,000. Alafu ile 800,000 ndio izae milioni 3 kwa maana ya marejesho. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kama unachukua mkopo milioni 2, milioni 3 kwa ajili ya biashara, basi ile pesa yote unayochukua ilete kwenye biashara ili ifanye mzunguko, ili baada ya siku irudishe lile rejesho. Hapo utafanikiwa. Lakini kama endapo utachukua mkopo kwa sababu ya kufanya shughuli, ngoma, hauwezi kufanikiwa, lazima utaanguka. Na hawa ambao wanatoa mikopo, ningewashauri tu kitu kimoja, kwamba mtu anapokuja kuchukua mkopo, hebu mthibitishe kwamba kweli ana biashara. Lakini kuna watu wanaenda kuchukua mkopo, mtu hana biashara, hana chochote, lakini utakuta anaenda kuchukua mkopo. Lazima upate anguko. Lakini kama utachukua mkopo kwa ajili ya biashara na utawekeza kweli, utafanikiwa. Of course, kama mimi nalima mahindi, nachukua mkopo, nalima, mwisho wa siku narudisha. Na sio kwamba nalima mimi nawekeza capital, mtaji kwa ajili ya hili eneo. Mwisho wa siku ile pesa inarudi kwa wakati. Na ninavyowaambia sasa hivi, huu unaweza ukawa ni mkopo wa 7 kwangu, narudisha kwa wakati na sipitishi siku, kwa sababu najua nini ninachokifanya. Wengi wao wanachukua mkopo hafu hawajui nini wanachokifanya. Ukiacha tu mkopo, ukiacha kilimo, mimi ni msanii. Maana yake ni msanii wa Bongo Movie. Nimefanya kazi nyingi sana za sanaa, lakini hii imekuwa ni plan B kwangu, kwa sababu siwezi nikakaa nikategemea sanaa, kwa sababu sanaa yenyewe sijaielewa, sijaacha, ila naendelea nayo kwa sababu sijaielewa kwa maana moja au mbili.
Naweza nikafanya kazi nzuri, nikashuti na production quality, lakini nikapeleka kwenye baadhi ya media zetu Tanzania, ukaambiwa hii kazi haifai, lakini kesho na kesho kutwa unaona kuna mtu ambaye unamfahamu alishafanya chini ya kiwango kuliko wewe, kazi yake imepita. Kwa hiyo nashindwa kuelewa kwa upande huo. Nikaamua kurudi kuwekeza katika kilimo cha mahindi na yusia serikali ya Jamhuri ya Tanzania ikiongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba endeleeni kutuvumilia katika mikopo na kampuni binafsi, tuvumilieni na endeleeni kutusaidia kwa sababu mnatupa mikopo, mnatuinua tukiwa kama wakulima. Kilimo ni uti wa mgongo. Tunawekeza kama hivi kutokana na sapoti za serikali za private huko, tunasaidiwa na tunawekeza na maisha yetu yanaenda. Kama mnavyoona jamani, huwezi kufanikiwa katika maisha yako, kumbuka pesa unayochukua ni lazima uirudishe. Sasa kama unachukua pesa alafu unachezea, lazima utaanguka. Mimi ukiacha tu kilimo, napatikana katika mitandao ya kijamii. Ukija Facebook ukiandika Charokani utanikuta na utakuta kazi zangu, utakuta kilimo nacholima. Ukija TikTok ukiandika Mwanaekimindu vile vile utakutana na mimi, nafanya comedy, nafanya vitu vingi sana. Hayo na mengine zaidi utakuta katika mitandao yangu ya kijamii. Nasema asante sana. Kwa majina naitwa Charokani, na kama nilivyozungumza kwamba siko peke yangu, niko na ndugu yangu Kinjiwa. Niko na ndugu yangu, tunashirikiana na tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda kwa sababu tunachokipata ndicho tunachokiwekeza. Kwa nini tusifanikiwe? Mwenyezi Mungu mwenyewe anatulinda. Unapokopa make sure unaingiza ile amount kwenye biashara. Sio unakopa alafu unaenda kufungua sijui ngoma, sijui unafanya shughuli, sijui choo kibovu. Wewe unachukua hela mkopo unaenda kujenga choo kibovu, wewe utafanikiwa kweli? Asanteni sana ndugu zangu. Kwa majina naitwa Hamisi Mbonde, japo ndugu yangu Charokani alitumia jina la Kinjiwa. Kinjiwa natumia kwa jina la usanii kwa kuwa mimi ni msanii, natumia mitandao ya kijamii kwa mfano TikTok, Facebook na YouTube. Ukiandika Kinjiwa utanikuta. Kwamba mtangazaji, kwamba swali lako ni mikopo mikopo ni daraja la mafanikio ama ni anguko la kibiashara. Mimi kama mimi naweza nikasema mikopo ni daraja la mafanikio, kwa sababu wewe unachukua mkopo, una mtaji wako. Ina maana ukichukua ule mkopo kiongezea, tayari ushajipangilia kwamba pesa nitakayoipata hii itakizi kurejesha kile kiwango ambacho kinachotakiwa kurejesha kwa kila walivyokupangia huo mkopo. Pia kuna kitu kimoja, unajua tukiangalia kwa sisi Tanzania, mfano serikali yetu imeandaa mikopo ambayo unajiunga kwa vikundi, kwa mfano watu 5 au watu 10. Hichi kitu ni kizuri sana, lakini sasa tunashindwa kuendelea kwa sababu sisi wenyewe hatupendani, kusema ukweli. Kwa sababu unaweza kikaundika kikundi kikakopa pesa, ikichakopa ile pesa, ina maana kwenye ile pesa itakayofika unashindwa kuifanyia mipango ambayo ikawa endelevu. Umeona Mara nyingi sana utakuta umetengenezwa mpango wa kufanya labda biashara yenu ambayo mlioilenga. Ikishafika pesa tu umo kwenye kikundi chenu, utatoka watu ambao wanasema kwamba hichi kitu tunachokifanya akifai. Hichi kitu tunachokifanya akifai. Ina maana hakuna umoja. Hichi ndio kitu ambacho kinaua maendeleo yetu sisi wajasiriamali au unaweza kusema ni raia kwa mfano. Na kuna kitu kimoja, unajua unapoamua kufanya kitu, kama mnakuwa mna umoja mnafanikiwa, ila kama hauna umoja huwezi kufanikiwa, kwa sababu siku zote umoja ni nguvu. Na hata serikali yetu mikopo iliyoitenga ni kwa sababu ya umoja wetu. Inabidi tuitengenezee umoja, kuonekana kwamba watu 5, 10 tuchukue mkopo ili tukizi kwenye mahitaji yetu. Lakini sasa sisi tunaangalia kwamba ukishaingia ule mkopo tunajibagua, kuonekana kwamba yule hafai, huyu hafai, kutokana tu pesa ishaingia. Sio kweli, hatuwezi kufanikiwa. Yaani hii hatuwezi kufanikiwa tu. Mchango mwingine nacho, wazo langu kwamba unapotaka kuchukua mkopo, jitahidi tafakari kabla ya kuchukua mkopo, kwa sababu mkopo unaochukua wa kibiashara na anayekupa mkopo anataka urejeshe pesa yake. Basi jitahidi kabla hujachukua mkopo kutafakari kwamba biashara hii ninayoifanya na wao watakavyonipangia kurejesha ile pesa, nitapata ile pesa kurejesha? Isije ukachukua mkopo mwisho wa siku unashindwa kurejesha, alafu unafanya vitu ambavyo vinakeuka maadili yako.
au dhamana yako. Unaweza ukashindwa kulipa, ukishindwa kulipa utahama mji, ukishindwa kulipa uenda ukapelekwa mpaka ngazi za sheria kwa sababu umeshindwa kulipa pesa ya watu. Umeona eh? Kwa hiyo ninachopenda, kabla unachukua mkopo, jaribu kutafakari kwenye akili zako kwamba je, hichi kitu unachopanga kukifanya nitaweza? Umeona eh? Na pia elimu ni kitu cha msingi sana. Nikipenda ni shauri serikali yangu, jaribuni kutengeneza semina kuhusu hii mikopo, kwa sababu watu wengi ambao wanachukua mkopo hawana elimu na mkopo. Asilimia kubwa sana elimu ya mkopo hawana. Ndio hichi kitu ambacho mpaka kinapelekea anashindwa mtu kurejesha pesa ambayo alichukua. Kwa sababu nikizungumzia elimu ya mkopo, utamkuta mtu anachukua mkopo akajengee, kwa mfano labda choo kimebomoka, hapo huwezi kufanikiwa. Anachukua mkopo akafanyie shughuli, hapo huwezi kufanikiwa. Sio, unanielewa? Mkopo sio chachu, yani sio kitu cha kufanyia wewe shughuli, ni kitu cha kufanyia wewe maendeleo ya kibiashara. Sasa unachukua mkopo unafanyia shughuli, alafu ukishindwa kufanya malipo, lazima utakuja kumlaumu mtu ambaye taasisi ambayo ilikupa mkopo, kwa sababu utasema wananionea, kwa sababu sasa atakupeleka ngazi za sheria, lazima utasema wananionea. Jaribu kutafakari unapochukua mkopo, kabla ya kuchukua mkopo huo unaochukua, nataka nifanyie nini? Asante sana kushukuru mtangazaji kwa kunipa fursa hii ya kutoa na mimi maoni yangu mawili matatu. Nashukuru sana. Jina naitwa Habiba Rajabu. Kwa jina lingine naitwa Mama Abilai. Mada kuu inayosema ni kuhusu habari ya mikopo. Kwa mimi binafsi sijaona faida ya mikopo, kwa sababu mimi nimeshakopa mikopo, sio mikopo mikubwa sana, lakini toka nianze kuchukua mikopo sijaona faida yake zaidi ya hasara tu. Wapo wanaofaidika kwa ajili ya mikopo, wafanyabiashara wengine wakubwa wanafaidika kwa ajili ya mikopo, lakini kwa mimi mtu binafsi, kwa mikopo sema kweli sio kweli, zaidi inazidi kutukandamiza. Wakina mama wengi wanadhalilika kwa sababu ya mikopo. Wanachukua mkopo ili wakafanya biashara, baada ya kuendelea unarudi nyuma kimaendeleo. Kusema kweli, kwa mimi mtu binafsi, kwa mikopo hapana. Nimeshapita kote, mikopo yote nimeshapita, sijaona faida yake. Kwa hiyo wapo sikatai, lakini kwa mtu mfanya biashara, ana biashara yake maalumu, anaenda kuchukua mkopo, anakuja anaingiza mule, faida yake utaiona. Lakini sio kwa mimi nikachukue mkopo eti nije kuanzisha biashara. Sio kweli, lazima nitaungua tu kimaendeleo. Kwa hiyo kwa mimi nasema mkopo kwangu hapana, hauna faida zaidi ya kunikandamiza tu. Kwa hilo ndo mada kuu inasema kwa mimi mkopo hapana. Mimi ushauri wangu, kwa sababu siwezi kumjua mtu na shida zake anachoendea kukopa. Maana mwingine anaenda kukopa kwa sababu ana shida zake binafsi, anaona bora nikope ili nitatue matatizo yangu, kumbe zaidi ya kwenda kule unaenda kuzidisha matatizo. Kwa hiyo mimi nawaomba na wasi, kusema kweli, kwenye mikopo hapana, huko sio kwenda kutatua matatizo, zaidi ya kwenda kujikandamiza mwenyewe, kuzidisha matatizo. Kwa hiyo mimi ninachowashauri wakina mama wenzangu, awachane na hizo habari za mikopo, wapambane. Hata kama wanasema mikopo, ukienda kwa mtu kusema labda kwenda kumwazima hela, hawezi kutoa. Unasema ngoja nikimbilie kwenye mkopo kwa sababu kule unaweza nikamaliza matatizo yangu. Lakini baadaye ushapewa ile hela, ushateketeza huko, matatizo kwenda kurudisha kule ndo kunakuwa mtihani. Maana sasa hela mwisho wa picha unakuja kuzalilika hapa. Watu wote wanakuzomea, kama ilikuwa asili tena inakuwa bayana. Sasa ndo hicho ninachoomba, na asilimia nyingi wakina mama ndo hicho tunapozalilika kwenye habari ya mikopo. Unakwenda kuchukua pale sherehe, kivumbi kwenye kurudisha. Mwisho wa picha hivyo vitu ulivyonunua hivyo unachukua unauza, unaenda kupeleka rejesho. Unachukua unauza, unaenda kupeleka rejesho. Sasa hapo umeenda kumaliza tatizo au umeenda kujitia matatizo? Ni kweli wapo watu kama sio uongo, wapo. Lakini wengine wachukui kwa ajili ya kutunzana, wanachukua kwa matatizo yao binafsi. Wapo watu wenye akili kama hiyo mbovu, wanachukua mikopo, na tunao hata hapa mtaani tunao, wanachukua mikopo, wanaenda kutunzana, kuonyeshana, kushindana kwenye mashughuli. Lakini kwa mimi sijawahi kuchukua mkopo kwenda kutunzana. Hapana.
Mimi mwenyewe nilichukua mkopo kwa ajili ya kuja kufanya biashara. Baada ya kuendelea, nachukua ile la biashara naenda kurudisha rejesho. Mwisho wa picha nimemaliza rejesho na msingi umekufa tena. Kwa hiyo nikarudia tena kuchukua tena hivyo hivyo, naona hii sasa sio tena kujikwamua, naenda kujikandamiza. Kwa hiyo sasa hivi nimeachana nazo hizo habari. Nilichoona mimi kwa sasa hivi napambania tu biashara hizo za kina mama ndogo ndogo, na maisha yanaenda. Maisha yanaenda na mambo yanaenda kama kawaida kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ushauri kwa serikali, wapo wakina mama wenye shida zao, ila basi wapunguziwe marejesho. Kukopa hatujawakataza, lakini wapunguziwe marejesho, yanakuwa makubwa sana. Kwa hiyo mtu anashindwa, anachukua tu kwa vile akamaliza tatizo lake, lakini kwenda kupeleka rejesho mtu anashindwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba serikali wapunguzie wakina mama marejesho. Na hao ni wadau au ni wafanyabiashara ambao wamekopa, wengine wameanguka, wengine wamefanikiwa kama ambavyo umeona maoni yao. Lakini wengi sana wanasema mikopo wanadai kuna namna wanashindwa kuizingatia namna gani ya kuitumia. Wakichukua wanajishangaa, badala ya kufanya biashara amenunua unga nyumbani. Tunaye hapa CPA Mafuri Liaza, tunamkaribisha yeye atueleze kinaga ubaga. Je, kwa nini suala la mikopo na analionaje, na kuna tofauti gani kati ya pesa ya mikopo ya biashara na pesa ya mikopo ya matumizi binafsi? Bwana Mafuri Liaza, karibu sana katika studio za Afrika katika biashara. Lakini katika mada ya leo ya mikopo katika biashara, je, ni daraja la mafanikio au ni chanzo cha kuanguka? Kuna tofauti gani kati ya mikopo kwa ajili ya biashara na mikopo kwa ajili ya matumizi mengine? Tungeanza naye. Asante ndugu mtangazaji. Mikopo kwa ajili ya biashara ni mikopo ambayo inatolewa na taasisi za fedha, SACCOS, vikundi, serikali, lakini pia na watu binafsi, lakini kwa maana ya kupeleka katika aidha kuanzisha biashara, kupanua biashara au kuendeleza biashara. Utaiona mikopo hii kwa ajili ya biashara pia inaweza kuombwa kwa ajili ya kusaidia kumalizia project fulani katika biashara, kununulia mzigo mkubwa zaidi katika biashara, kulipa mishahara ya wafanyakazi na masuala yanayoendana na biashara. Mikopo kwa ajili ya matumizi mengine, matumizi binafsi, ni mikopo ambayo inachukuliwa kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya starehe na maisha, lakini labda kununua vitu vya nyumbani. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kusema ni mikopo ile inachukuliwa kwa ajili ya matumizi ya familia, haihusiani na biashara, ndio tofauti yake kubwa. Kwa wafanya biashara, ni muda gani sahihi ambao anaweza unafaa sasa huu ni muda sahihi wa kuchukua mkopo kwa ajili ya biashara yake? Muda sahihi kwa wafanya biashara kwa ajili ya kuchukua mikopo ni wakati ule kunapokuwa na mahitaji kwa ajili ya kuchukua mkopo. Kwa mfano anahitaji kununua bidhaa zaidi au anahitaji kupanua biashara yake zaidi. Kwa hiyo ni wakati ambao anaona kwamba kuna uwezekano wa kuhitaji fedha zaidi, na fedha alizonazo aidha zitoshelezi au zinaweza zikawa zisitimilize ile kusudi la biashara. Na lazima awe makini katika kuangalia pia wakati anachukua huo mkopo, je, mapato yake yanaweza kuendana na riba iliyo kwenye huo mkopo, lakini je, inaweza kuhimili ulipaji wa huo mkopo kwa muda husika. Na utakuta saa nyingine mikopo mingi, biashara nyingine zinakuwa ni za msimu. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia hilo pia, kwamba wakati wa kuchukua angalia pia, je, mtiririko wa fedha unaoingia katika biashara yako unaendana na misimu iliyo kwenye biashara yako. Na je, wanasema kwamba kuna baadhi ya wafanyabiashara wakienda kuchukua mikopo huwa wanafanya makosa ambayo makosa yanawagharimu baadaye mpaka wanashindwa kurudisha. Ni makosa gani ambayo huwa wanafanya wakati wa kuchukua mkopo au kuomba, ndio maana wanasababisha saa nyingine washindwe kuiendeleza ile mikopo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna makosa mengi tu ambayo wafanyabiashara wanafanya. Mojawapo ni kuchukua mkopo kabla ya kupanga matumizi ya mkopo wenyewe. Kwa unakuta kuna wafanyabiashara wengine anachukua mkopo alafu sasa ndio anakaa chini kuanza kupanga matumizi. Na utakuta kwamba ukifanya kwa namna hiyo yanaweza kaja na matumizi mengine ambayo ya awali yasingekuwa na umuhimu kama ungepanga kwanza alafu ndio kaenda kuchukua mkopo. Changamoto nyingine utaikuta unazokutana nazo pia ni kutokusoma mikataba.
anaenda anachukua mkopo lakini hajaelewa ule mkataba unasemaje. Kuna mikataba mingine inahitaji dhamana na ambayo dhamana zake zimewekwa katika hali ya kuumiza. Ukichelewesha siku moja, siku mbili, unakuta kwamba labda riba inaongezeka kwa asilimia kubwa zaidi. Au unaweza kukuta kwamba ikitokea bahati mbaya ukashindwa kulipa, basi vitu vyako vya thamani vinachukuliwa moja kwa moja. Lakini pia makosa mengine ni kutokuhusisha familia katika dhamana zile ambazo zinagusa mali za familia. Kwa unakuta mfanyabiashara ameweka nyumba, pengine familia yake haijui kwamba kuna nyumba, au unakuta mama ameweka vyombo vya ndani, mume wake anashangaa tu siku hiyo watu wa kudai wamefika pale kuja kuchukua TV, kuchukua meza na yeye ana taarifa. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vya msingi vya kuzingatia. Kitu kingine ni kuelewa dhana nzima ya riba. Mara nyingi utakuta kwamba ataambiwa 3% kwa mwezi, lakini kumbe ungepiga 3% kwa mwezi ni 36%. Kwa hiyo unaweza kukuta unaambiwa 5% kwa mwezi, kumbe 5% kwa mwezi kwa mwaka ni 60%. Kwa hiyo kutambua namna ya kusoma zile riba, ukiambiwa kwa mwezi usifikiri ni bei nafuu, kumbe kwa mwezi ikipelekwa kwa mwaka ni gharama kubwa zaidi. Lakini kitu kingine ambacho wanashindwa kinaweza kuleta changamoto pia ni kutokuwa na uelewa sahihi. Uelewa sahihi wa kulinganisha hizi riba na faida na kadhalika. Niwapongeze Benki Kuu ya Tanzania, imekuja na platform sasa ambayo itakuwa inaonyesha taasisi zinazotoa fedha lakini pia na riba na faida, ambapo sasa itamsaidia mtu anayetaka kwenda kukopa kujua, kuangalia zile faida, kuangalia riba, kuangalia vitu vya msingi kabla ya kwenda kuchukua mkopo. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni Afrika katika Biashara, na leo mada kuu ni je, mikopo katika biashara ni sehemu ya mafanikio ama ni chanzo cha anguko kwa wafanyabiashara? Na studioni hapa tunaye CPA Bwana Mafuru Eliaza, yeye anatueleza kinaga ubaga namna ambavyo hii mikopo ambayo wafanyabiashara huwa wanaenda kuomba ama kuchukua inavyowanufaisha na jinsi gani kinavyowakamisha. Bwana Mafuru, tukiendelea mbali zaidi, kwa mfanyabiashara yeye anawezaje kujua kwamba huu mkopo ninaochukua kutokana na biashara yangu nitaweza kurudisha? Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna vitu vingi anaweza kuangalia, mojawapo ni riba. Riba na ile rejesho, kwa sababu anapaswa angalie mauzo yake kama ni kwa mwezi au kwa wiki ni kiasi gani na rejesho linahitaji kiasi gani. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ambayo inaweza kumuonyesha. Lakini sio tu hivyo, lakini pia ni kuangalia mauzo yake, je, yako kwa asilimia kubwa ni kwa keshi au kwa mkopo. Kwa sababu anaweza kana anauza sana lakini mauzo yake mengi ni ya mkopo. Kwa hiyo unakuta kwamba fedha zinahitajika kupeleka kwenye taasisi iliyomkopesha lakini hana fedha na mauzo yako juu. Kwa hiyo ni eneo jingine la pili. Eneo la tatu ni mahusiano. Taasisi, kuna baadhi ya taasisi ambazo tunashauri, kwa mfano kwa wafanyabiashara wadogo, tungependelea kwamba waende kwanza kukopa kwenye mikopo ambayo inakuwa na riba nafuu au iliyotengenezwa kwa ajili yao. Kwa mfano SACCOS, nipendekeze kwao, kuna baadhi ya SACCOS nzuri tu. Kwa mfano kuna SACCOS inaitwa Bandari SACCOS. Ni moja ya SACCOS nzuri sana. Hata riba yake iko nafuu, wanajali wateja na kadhalika. Lakini kuna SACCOS zingine, kwa mfano Wati SACCOS, tunafanya nazo kazi, zinajali. Kwa hiyo kama kina Mr. Chande huko mliko, kuna wateja bwana wakiwatafuta, sisi kama IPVET and Fortnet tunalifaa kwenu, muweze kuwahudumia vizuri, lakini pia waweze kuona manufaa ya kwamba mikopo sio tena burden, sio sehemu ya anguko, lakini sehemu ya kukua. Lakini pia unaweza wakaangalia pia kupata ushauri. Kuna waangalie taasisi, kwa mfano kama taasisi pale inawapa sio tu mikopo, inawapa na huduma za ushauri baada ya kiwa amekopa na kabla ya kukopa. Unaweza kukuta hiyo ni sehemu nzuri ya kwenda kukopa kuliko zile taasisi ambazo zinakuwa kama zinakuvizia. Yani zinakuwa zimeshapanga kuchukua mali yako kabla hata wewe hujaingia kwenye mkopo. Asante sana ndugu mtangazaji. Mpenzi mtazamaji, unaweza ukatoa maoni, unaweza ukatoa ushauri, unaweza ukatoa udhamini wako kama unataka kuwa miongoni mwa watu ambao wanaweza kufikisha mbali zaidi
hizi huduma ambapo tunafanya kuwapa taarifa, tunawapa maarifa yawafikie mengi sana kupitia namba 0750823000 au namba 0655228823. Mada kuu ya leo ni je, mikopo kwa wafanyabiashara inawafanikisha zaidi au inawakandamiza zaidi? Bwana Mafuru, umezihitaja baadhi ya SACCOS kama mfano, lakini kikawaida hizi benki zinazotoa mikopo au SACCOS au watu binafsi wanaotoa mikopo, wao wanazingatia vigezo gani ili waseme huyu mfanya biashara tunampa? Kwa sababu kuna mwingine pengine ana ndoto zake za kuwa na biashara kubwa, lakini hajui kigezo gani hasa wanazingatia ili upatiwe mkopo. Asante sana ndugu mtangazaji. Bahati nzuri katika baadhi ya mada tulizowahi kuzungumzia hapa, tuliwahi kuzungumzia issue ya software. Kwa hiyo moja ya kitu anachokiangalia pia ni tabia ya mkopaji. Kwenye masuala ya fedha watu tunaita kuna 5 C's. Kwa hiyo inaitwa character. Kwa hiyo ni eneo moja hapo la wanaloangalia kwa mtu anayetaka kukopesha, kwamba huyu ana tabia gani ya kukopa, anarejesha au la. Na siku hizi kwenye taasisi nyingi unapoenda kukopa wanakuangalia hata kwenye hizi platform ndogo ndogo, kwa mfano Songesha, wanaangalia kwenye Empower, wanaangalia kwenye yani kwenye hii mikopo ya mitandao. Je, unapokopa unarudisha? Kwa hiyo inaweza kuwa ni sehemu rahisi ya kuangalia tabia zako za ukopaji. Lakini pia wanaangalia kuhusiana na collateral, na hapo ndipo sasa wewe kama mfanyabiashara utajiangalia uwezo wako. Kama bado ni mfanyabiashara mdogo, itabidi utafute mikopo ambayo aidha udhamini ni unakuwa ni wa vikundi au toi mweki mali. Lakini kama umeshakuwa kidogo, unaweza kukuta sasa hapo ndipo udhamini kwa mfano wa kutumia nyumba, hati za nyumba, magari na kadhalika unapokuja. Lakini pia kuna kuweka bondi, bondi za bima na kadhalika. Lakini kitu kingine ambacho wanachoangalia pia ni capital. Capital ina maana mtaji ulionao. Sasa kama wewe una mtaji wa milioni 2 alafu unataka kukopesha milioni 100, yule anayeweka fedha zake anaanza kuwa na wasiwasi kwamba mimi nawezaje kwenda kuweka milioni 100 wakati yeye ameweka milioni 2. Kwa nini waangalia mtaji? Ni kwamba ili kama ikitokea kunatokea shida, wote mpate maumivu sawa. Hawataki wewe sasa umwachie maumivu yule aliyekukopesha fedha, lakini pia na wewe utakuwa na nguvu ya ziada ya kuhakikisha ile fedha inalipwa, kwa sababu na wewe unaogopa mtaji wako usilike. Kwa hiyo ni eneo pia jingine ambalo linaangaliwa. Lakini pia unaangalia pia masuala ya uwezo wako wa kulipa, capability. Je, una uwezo wa kulipa riba na rejesho? Wasije biashara yako ina uwezo tu kufanya rejesho la 200,000 kwa mwezi. Watakupaje mkopo ambao unakutaka ufanye rejesho la milioni 1? Kwa hiyo ni baadhi ya vitu wanavyoviangalia. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante. Kwa yule mfanyabiashara ambaye ameshachukua mkopo, vigezo na masharti vimezingatiwa, anawaza sasa nishapata hii milioni 40. Maana wiki iliyopita tuliona kwamba wakipata mikopo hata kutoka serikalini, wengine wanaenda kufanya starehe, vitu kama hivyo. Je, atawezaje ule mkopo wake aliopata au uzalishe, uweze kuzalisha faida na pia uweze kurudisha mkopo? Asante sana ndugu mtangazaji. Sasa kwenye masuala ya mkopo lazima waangalie kwamba kwenye ile biashara unaenda kuifanya inapokuletea ikuletee faida, lakini ndani ya faida hiyo uweze kulipa riba na kupeleka rejesho. Kama ule mkopo wako utauchukua alafu unakula faida zaidi, biashara yako haiwezi ikaenda pale na yenyewe ikakua labda mara 2 au mara ngapi. Utashangaa kama vile itakuwa kama vile unafanyia mkopo. Yaani muda wote huo mwaka mzima miezi 6 unakuwa umefanyia mkopo. Na ndio maana hapa swala la mikopo umiza likaja, ni kwa sababu watu wamekuwa wakichukua mikopo lakini anajikuta kwamba sasa akichukua ile mkopo akipeleka kwenye biashara, inakuwa ile biashara kama vile sasa inafanya kulipa tu mkopo, hakuna faida nyingine zaidi anayopata. Anaishia kuendeleza kuwa na deni kubwa zaidi na biashara isongi mbele zaidi. Ndugu zangu, twendeni tukatizame mikoani wa wadau wetu wengine huko Afrika katika biashara wanazungumzia vipi. Je, mikopo katika biashara inawanufaisha au inawakandamiza? Tukirudi hapa tutafunga na Bwana Mafuru Eliaza. Baba yetu na Mungu wetu, asante kutupatia nafasi katika masaa ya jioni tunapohitaji kusikia sauti yako katika masaa ya matakatifu.
Roho wako mwema atuongoze na somo hili likawe baraka kwetu na tukapate mafunuo ambayo yatatusaidia kuweza kufanya vizuri katika maisha yetu. Tunaomba katika jina lako Yesu, amen. Uwekezaji. Uwekezaji moja ya vitu vya muhimu sana ambavyo watu wa Mungu wanapaswa kuvizingatia. Na kiukweli tumeona katika Biblia watu wengi wamekuwa wakidhani pengine labda swala la uwekezaji ni swala ambalo ni la dunia, lakini ukisoma Biblia actually mafungu mengi sana, mahubiri mengi ya Yesu alizungumzia swala la uwekezaji. Na tutaangalia unapozungumzia swala la uwekezaji, wengi wanadhani tunazungumzia tu hasa swala la fursa za uwekezaji ambazo zipo sokoni kwa maana ya hati fungani za benki kuu, uwekezaji kwenye hisa, kwenye vikoba. Nimeona sasa hivi hata kwenye kampuni za simu, lakini pia hata kwenye SACCOS. Lakini kumbe uwekezaji ni jambo ambalo ni pana sana, na ningependa tu niseme wazi, uwekezaji wa kweli hauanzi na kuangalia hizi fursa zilizopo. Na ndio maana unaweza ukakuta mtu amesomea uchumi, amesomea masuala ya uwekezaji, amesomea masuala ya biashara, amesomea masuala ya ujasiriamali, lakini hawezi kuyafanya kwa kiwango kikubwa, na hata akifanya anafanya kwa muda mchache, anashindwa kuendelea. Na ukifuatilia vizuri unagundua kwamba kiini ni tabia, na tabia inajengwa tangu nyumbani. Na ndio maana wazazi tunapaswa kutenga muda kwa ajili ya kuandaa watoto wetu katika ulimwengu huu na hata ulimwengu unaokuja. Tafiti zimefanyiwa kazi na ikaonekana kwamba watu ambao wameweza kuwa wawekezaji wazuri walitengenezwa nyumbani. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kutambua mambo kadhaa tunapoangalia swala uwekezaji. Moja, kuna swala la kusudi. Wewe upo kufanya nini? Kuna kitu nimekizungumza siku ya kwanza na nimeendelea kukigusia. Tuko kutekeleza a certain divine assignment. Swali kuu ambalo unapaswa kujiuliza, wewe upo kufanya kazi gani? Na ukweli ni kwamba kama unaenda kufanya kitu ambacho sio wito wako, huwezi kufanikiwa. Na ndio maana unaweza kufanya kazi mpaka ukafa, lakini bado mafanikio huwezi kuyaona. Na asilimia kubwa ya watu wameenda kaburini, wengine wamemaliza maisha yao wakiwa hawajafanikiwa. Na kama wamefanikiwa kwa kiasi, hawana furaha. Kwa hiyo ni vizuri sana kufahamu hizi kanuni za mafanikio. Kama mnafuatilia vizuri, mtagundua ya kwamba swala la uwekezaji ni moja ya nguzo za uhuru wa fedha. Nguzo ya kwanza ni swala la income management. Pesa yako unayoipata inatoka wapi? Nimekuwa nikijaribu kufuatilia hao walioanzisha swala la fedha walikuwa wanawaza kitu gani, lakini niseme hivi: sio rahisi kuwa na furaha, sio rahisi kuwa na amani, sio rahisi kuifanya kazi ya Mungu kama pesa haipo. Na ndio maana wakati mwingine wazee wengi tunakuwa wakali. Unajua wakati mwingine ukiangalia pale nyumbani unaona mzee anakuwa muda wote anakuwa mkali. Ukifuatilia vyema unagundua ni swala la hela. Hasa ukifika wakati wa kutoa school fees. Unakuta mzee aguswi. Kiguswa kidogo anaruka juu ya paa. Kumbe swala la pesa. Na niseme hivi, kama Waadventista wa Sabato, swala la pesa si swala ambalo ni swala la ziada, ni swala ambalo tunapaswa kuliangalia kwa macho mawili. Kazi ya Mungu inahitaji pesa. Maisha yetu, ustawi wetu unahitaji pesa. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza kuhusu pesa. Ni bahati mbaya hakuna shule inayofundisha watu kuhusu swala la fedha. Nimesoma mimi degree yangu ya kwanza, ya pili, ya tatu, sikupata bahati ya kuweza kujifunza kuhusu pesa. Kama nimepata kwa kiasi ni katika idara ya vijana kwenye nishani mbalimbali. Kwa hiyo tuseme ya kwamba kanisa la Mungu angalau limechukua nafasi fulani ya kuweza kutusaidia, lakini watu wanakuwa watu wazima hawakuwahi kupata nafasi ya kusoma kuhusu swala la fedha. Kwa hiyo swala la uwekezaji ni nguzo ya nne. Nguzo ya kwanza ni masuala ya pesa yenyewe, mapato yako yanatoka wapi. Nguzo ya pili ni matumizi. Matumizi yako yakoje? Ninatambua watu wachache ambao wanasimamia swala la matumizi ya fedha kwa uaminifu. Na hapa nazungumzia tabia. Kinachotofautisha kati ya mtu mmoja na mwingine katika kufikia makusudi ya maisha yao ni swala la tabia. Nguzo ya tatu inaitwa
uwekaji wa akiba. Nguzo ya 4 ni uwekezaji. Nguzo ya 5 ni swala la protection. Unapotafuta pesa yako, basi una budi kuhakikisha kwamba unaiwekea ulinzi. Hapa tunazungumzia swala la bima. Nimeona wakati fulani baadhi ya walimu wa Sabato wanasema kwamba swala la bima ya maisha ni upagani, lakini si kweli. Mtu mwingine anasema kwamba ni kama vile unamwacha Mungu, basi unaamua kujiwekea ulinzi. Lakini bima ya maisha ni kitu gani? Ni ambapo in case umefariki na unachangia bima lese ya maisha ambayo ni 10% ya mshahara unaopata. Matokeo yake ni kwamba unapofariki, familia yako wanaweza wakapewa mishahara 36 ambayo inaweza ikawasaidia kuendesha maisha. Kama wana elimu ya fedha, hiyo pesa inaweza ikawasaidia kusogea katika hatua moja. Bwana mmoja anasema swala la ulinzi au protection ni swala la mapenzi mema kwa familia, kwa maana ya kwamba unazungumza ya kwamba ili kesi nimeondoka, basi familia yangu wanaweza wakaendelea na maisha. Kwa hiyo leo tunaangalia nguzo ya 4 ya swala la uhuru wa fedha ambalo linaitwa uwekezaji. Na kama nilivyozungumza, wapendwa, uwekezaji unapaswa kwanza kwenye swala la wewe ni nani, utambulisho wako. Kama haujui upana wa divine assignment yako, kama hujui upana wa wito wako hapa duniani, hata kama utaingia kuanza kuwekeza, baada ya muda utaichukua. Sasa hivi tumeona mifumo ya uwekezaji inaruhusu kuchukua pesa yako wakati wote. Pale UTT wanaruhusu baada ya siku 3 unaweza ukaweka na kuchukua. Juzi nimeweka kwenye wekeza kwenye Vodacom wao wanatoa mpaka 13% kwa mwaka, yaani kiasi cha pesa unachokiweka. Kwa hiyo tutaona baadaye pia kanuni za kutusaidia kuweza kuhakikisha ya kwamba tunajenga hii tabia na hatimaye inakuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo eneo la kwanza la uwekezaji linapaswa kuwa kwenye kusudi, identity yako. Eneo linalofuata inapaswa kuwa kwenye maarifa, lakini pia kwenye tabia. Sasa uwekezaji kwenye fursa ambazo zipo sokoni ni eneo la mwisho. Kama mnakumbuka, nilizungumzia aina mbalimbali za mitaji na nikataja mtaji fedha kuwa ni mtaji namba 20. Kabla ya fedha kuna mitaji mingine 19. Kama mnakumbuka, nilitaja pia utambulisho wako, nikataja kuhusu tabia, maarifa na kusudi lako ambalo Mungu amekuumba kulifanya katika dunia hii. Kwa hiyo wapendwa, nashangaa naona haina mawasiliano, haitembei. Kama kuna mtu anaweza kanisaidia, kuna kitu kimetokea hapo. Labda kama kuna kitu cha kuweza kuprompt hapo, naona haitembei. Kwa hiyo uwekezaji ni moja ya vitu vya muhimu sana katika maisha yetu kama Waadventista wa Sabato, na kwa maana hiyo leo hii tutaangalia maswali elekezi yatakayotusaidia kuweza kutambua jambo hili. Kama inagoma basi itabidi ukae tu hapo, tutembee pamoja. Lakini pia tutaangalia makusudi hasa ya mada hii. Kwa nini mada hii itolewe kwa watu wa Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Tutaangalia pia kanuni kuu za uwekezaji. Naomba uende slide namba 11. Lakini pia tutaangalia maeneo ambayo ya uwekezaji ambayo pengine yanaweza kutupatia matokeo mazuri. Lakini tutaangalia pia maana ya uwekezaji ni nini. Tutaangalia pia aina za uwekezaji ambazo zipo sokoni na tutaona haja kwa nini ni muhimu kuwekeza. Tutaenda hatua moja mbele, tutaangalia utapata wapi pesa ili uweze kuiwekeza, na tutaenda hatua moja zaidi, tutaangalia mambo ya kuangalia. Tutaangalia pia mtizamo wa tunaita asset na liability. Kuna watu wanadhani wanawekeza, kuna mtu ana mashamba, kuna mtu ana nyumba, lakini kuna wakati kumbe hizo nyumba hizo nazo sio asset, ni liability. Asset ni kitu gani? Liability ni kitu gani? Pesa au mali ulionayo kama haikuingizii pesa ila inakula pesa, hiyo ni liability. Lakini kama una mali inakuingizia pesa, hiyo ni asset. Kwa mfano, kama umejenga nyumba, mpangaji akitoka, akiingia mwingine, matengenezo yanazidi pesa ambayo umepata kwa huyo mpangaji, hiyo nyumba sio asset, ni liability. Lakini inaweza kawa la asset pale ambapo aidha kama wewe ni mfanyabiashara ukaitumia ile hati kukopea benki. Kama vile ambavyo tutaona fursa za uwekezaji ambavyo zinaruhusu unaweza ukakopa. Na labda nizungumze hili, watu wengi wana liabilities na sio assets katika maisha yao. Kwa hiyo kuna haja ya kuweza kutofautisha kati ya hayo mawili.
na kwa maana hiyo tutaangalia hitaji la kufahamu kanuni za uwekezaji. Next slide. Na tutaangalia pia fursa tofauti ambazo zipo katika soko, na tutaangalia pia namna ambavyo tunaweza tukajenga mkakati wa kuweza kufanya uwekezaji ili tuweze kuboresha na kupata ustawi wa maisha yetu. Tutaangalia pia makosa ambayo tunapaswa kuyaepuka, kwa maana ya kwamba tunapaswa kuwa na maarifa na tuyatumie kwa ajili ya kuweza kuboresha maisha yetu. Kusudi la mada hii ni kutusaidia kuweza kufahamu kwa kina nini maana ya uwekezaji, lakini pia kujenga uwezo wetu katika swala la fedha, na pia kuwaimarisha washiriki wa Ubongo hili kuweza kufahamu vyema swala la uwekezaji linahitaji vitu gani, lakini pia mtizamo wetu ubadilike tunavyofikiria kuhusu swala la uwekezaji. Kuna vitu tutaviangalia katika swala la uwekezaji. Moja, kuna swala la muda. Mbili, kuna swala la kuanza kidogo. Tatu, kuna wapi pa kuweka pesa yako. Lakini pia kuna swala la tabia, kwa maana ya kuwa na bajeti na pia kujua mapato na matumizi. Next slide. Tutaangalia pia kama nilivyozungumza, namna gani tunaweza tukatengeneza utajiri. Lakini pia tutaona namna ambavyo tunaweza tukaweka ulinzi kwa pesa yetu na hatimaye tukawa na uhuru wa fedha. Kama mnakumbuka, siku ya jana niligusia kitu kimoja, kwamba kama unaweza ukawa unaweka kila siku shilingi 3500 UTT kwa mfano, kwa miaka 30. Napozungumzia miaka 30 nazungumzia kwamba sasa wengi tunaanza kazi na miaka 25 mpaka 30. Kwa hiyo unapoanza kazi unahakikisha kwamba kila mwezi unaweka shilingi kila siku 3500. Ukipiga kwa mwezi utakuwa umeweka kama shilingi 1,150,000. Miaka 30 utakuwa na milioni 734. Kwa nini nazungumzia miaka 30? Kwa maana kwamba unapostaafu sasa, kwa sababu wote hapa tutazeeka, na actually tunapaswa kufahamu, unapoanza maisha unaifanyia kazi pesa, unapohitimisha utumishi wako pesa ikufanyie wewe kazi. Lakini watu wengi wanapofikia maisha ya kustaafu au utu uzima, wanakuwa ni watu ambao wanaishi maisha ya huzuni na kukosa mahitaji, na wengi wamefikia hatua wanashinikiza watoto wao waweze kutoa pesa kuwasaidia kuendesha maisha yao, na wanawashutumu kwamba nilikusomesha, na wanafika mahali wanafikiri kwamba kusomesha mtoto ni uwekezaji. Wapendwa, naomba niwakumbushe, kuwasomesha watoto ni wajibu. Kama unadhani huwezi kulea watoto, huna sababu ya kuoa. Na ndio maana Paulo anasema kama huoni sababu ya kuoa, basi baki ulivyo. Kwa hiyo ni makosa makubwa tunapofika mahala tunaanza kushinikiza watoto wetu. Kumbuka watoto wao pia nao wana malengo yao na mipango yao. Lakini inapotokea heri watoto wanaona hitaji la kuweza kuwahudumia wazazi, basi hilo ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Yako maswali ambayo nimeyaweka hapa ambayo ni maswali elekezi, na naomba tutaangalia tunaendelea. Maeneo ya kwanza ni kwenye swala la mipango mkakati. Swala la msingi la kwanza unapaswa kujiuliza, kwa nini niwekeze? Kwa nini niwekeze? Na swali la pili, ina maana gani uhuru wa fedha? Swali la tatu, je, ninapaswa kujikita katika kuhakikisha kwamba ninakuwa na uhuru wa fedha ili maisha yangu yawe mazuri? Swala la nne, niweke kwa muda gani? Kwa sababu ni muhimu pia kujua unaweka kwa muda gani. Labda nizungumze hili kwamba kadri unavyoweka kwa muda mrefu ndivyo ambavyo matokeo yanakuwa mazuri. Ukiweka kwa muda mfupi matokeo yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo tabia inakuja hapo, kwa maana ya kwamba tujenge tabia kama ambavyo wakulima wanafanya. Anapopanda mbegu hawezi kuwa anaenda kila asubuhi kuangalia kama imeota. Wakati mwingine unapaswa kusubiri. Ulimwengu wa sasa watu wanakimbia haraka, hawataki kusubiri. Lakini kusi mpendwa, kama una tabia ya kusubiri, swala la uwekezaji kwako inaweza ikawa ni changamoto. Lakini pia wakati mwingine unapaswa kufikiria uwekezaji wa aina gani. Ukiangalia vizuri unagundua ziko aina kuu mbili za uwekezaji. Kuna uwekezaji unaohitaji uwepo wako kwa maana ya active investments, lakini pia kuna uwekezaji ambao hauhitaji uwepo wako kwa maana ya kwamba unaweka mfumo alafu unawekeza hela yako alafu wewe unakuwa unapata tu matokeo hata ukiwa mbali.
Na niseme hivi, tunapoanza maisha, uwekezaji wa uwepo wetu unaweza ukawa ni wa muhimu sana, lakini kadri tunavyokuwa watu wazima, uwekezaji wetu unapaswa kuwa kwenye maeneo ambayo hayahitaji usimamizi, kwa sababu wakati mwingine inakuwa nguvu zinaanza kupungua. Kama ni mtu mzima unaanza kuchoka, kwa hiyo sio rahisi kusimamia biashara siku zote, na ndio maana tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa na vipato ambavyo vitakuwa endelevu hata wakati ambao tumeishiwa nguvu. Moja ya vitu vya muhimu tunapaswa kuangalia tunapofikia swala la kuwekeza ni swala la kuwa na pesa ya dharura, emergency fund. What if, kwa mfano nikiugua, unajua huko wakati kama wanadamu pia unatakiwa kushusha engine, si ndio? Unatakiwa kwenda India kwa ajili ya kwenda kufanya check up. Madaktari wanatuambia ukishafikisha miaka 45 50, magonjwa yanaanza kukuvizia. Swali linakuja, je, umejiandaa kiasi gani kuhakikisha kwamba unakabiliana na hizo hali? Rafiki yangu mmoja namfahamu ambaye alienda pale Muhimbili akapimwa, akaambiwa una tatizo la figo. Alipokaa akamwona rafiki yake mwingine daktari, akamwambia no, nimekuangalia wewe una tatizo la figo. Huyu bwana kwa kuwa alikuwa na pesa amewekeza UTT, akaamua kwenda India. Alipofika India, walipompima wakamwambia una tatizo la figo. Tatizo nalo linaitwa bone marrow. Urojo kwenye mifupa ule umepungua, kwa hiyo unapaswa kupandikiziwa. Gharama ya kwanza, awamu ya kwanza milioni 30. Awamu ya pili alitumia karibu milioni 50. Ameenda kule, amerudi, ametumia karibu milioni 80, karibu milioni 100. Sasa alipoomba watoto wake waweze kumchangia, akatengeneza group la WhatsApp. Kila mmoja alikuwa na sababu, kwa sababu wao pia nao wana maisha yao. Kwa hiyo huyu mzee kama asingalikuwa na pesa, leo hii angalikuwa ameshafariki. Kwa hiyo wapendwa, ni muhimu sana kuweka fedha kwa ajili ya kesho. Hakuna anayejua kesho yetu. Lakini pia wakati mwingine unapoweka akiba inakusaidia nyakati ngumu uweze kuona namna bora ya kuweza kuhakikisha kwamba maisha yako yanaendelea. Kwa hiyo swala la uwekezaji ni swala la hekima, ni swala la kujali maisha yako zaidi kuliko ambavyo watu wengine wanafikiria. Na mfano mmoja wanaotumia pia Uganda, kuna bwana mmoja alikwenda kwenye hospitali ya Uganda inaitwa Uganda Referral Hospital. Alipopimwa akaambiwa kuna mende, yani mende mdudu kwenye kifua chako. Huyu bwana akaenda India, alipofika India akaambiwa mende alikuwa kwenye mashine ya X-ray, sio kwenye kifua chako. Kwa hiyo kama una pesa utabaki kuamini kwamba vipimo vya mwanzo vilivyochukuliwa vilikuwa viko sahihi. Eneo la pili la maswali, tutaangalia pia hitaji la kuweza kuwa na ufahamu juu ya pesa. Swali la msingi, je, wewe hapo ulipo unafahamu matumizi yako ya mwezi? Wangapi wanafahamu matumizi yao ya mwezi? Kwa maana budget ya mapato na matumizi. Mimi kila mwezi lazima niandae budget. Mpaka dakika hii nishaandaa mpaka ya mwezi Julai. Ndio unaweza kuwa unabadilisha, wakati mwingine unaweza kutumia zaidi, ndio ukatafuta maeneo mengine ya kuweza kusaidia, lakini ni muhimu sana kuishi kwa budget. Wapendwa, niwaombe, kama unahitaji uhuru wa fedha, kama unahitaji kuwa na amani katika moyo wako, unapaswa kujua pesa yako inatoka, inaingia vipi, na inapoingia inatoka, inaenda wapi. Hii mada ya leo ni nzuri na ni kawaida yetu sisi Afrika katika biashara. Tunakuletea mada ambazo ukikaa na kuzitazama lazima utaondoka na kitu kikubwa sana katika kuhakikisha tunapiga hatua kutoka biasharani, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na miongoni mwa sababu kubwa ambayo inasababisha wengi mikopo iwafelishe ni kwa sababu wanachanganya matumizi ya mkopo wa kawaida na mkopo wa kufanya biashara. Bwana Mafuru Eliaza, katika mengi ambayo umezungumza, japokuwa watu bado wanaendelea kupambana wafanya biashara, ila mfanya biashara anapoona sasa biashara yake haiwezi kumudu marejesho, afanye nini na ni kitu gani cha muhimu na ushauri gani unampatia yule mfanya biashara ambaye anataka kwenda kuchukua mkopo kwa mara ya kwanza? Asante ndugu mtangazaji, nipende pia kwanza kuwakaribisha kupata ushauri kutoka kwa watu mbalimbali wanaotoa ushauri endapo utataka kuchukua mkopo. Lakini pia IPVET hapo sasa hivi wana mashirikiano pia na TISEZA. TISEZA ni ile iliyokuwa Tanzania Investment Center ambayo inawataka pia Watanzania ambao ni local kuwa wawekezaji wazawa
inawakaribisha kwa karibu zaidi. Na ili uende kule pia utakuta kwamba wakati fulani unaweza kuhitaji pia kupata mikopo ili kuongeza biashara yako iwe kubwa zaidi. Ni vizuri ni washauri kwamba watu wote wanaotaka kupata mikopo au kuchukua mikopo waelewe kwamba kukopa sio dhambi, na hata unaweza ukashangaa kwamba mataifa makubwa duniani kama Marekani ndio yanaongoza kwa kukopa. Kwa hiyo kukopa kwanza kuna kufanya pia akili yako ikae vizuri, kwa sababu inakuwa inatafakari namna ya kurejesha. Lakini pia kukopa inaonyesha kukua, kwamba sasa unaweza kutumia fedha za watu wengine walioweka kwenye mabenki, waweka kwenye vikundi ili kufanya biashara. Na actually wenzetu wa nchi za nje wao wanashangaa kwamba ni namna gani Watanzania wanaweza kufanya biashara bila kukopa. Kwa hiyo kukopa pia ni sehemu ya kuonyesha kwamba umekuwa na unaelewa elimu ya biashara. Shida tu ni kuingia katika kukopa bila kuwa na maarifa sahihi. Ndio maana tumekuwa tusisitiza IPVET kwamba siku zote tafuta taarifa sahihi, tafuta maarifa sahihi, lakini tafuta namna ya kuweza kusimamia vizuri biashara zako. Ukiweza kujua hayo yote matatu, basi unapoenda kwenye kukopa kwako ni sehemu ya hatua tu ya kawaida kama ilivyo hatua zingine za kufanya biashara. Asante sana. Asante sana. Mada kuu ya wiki hii ilikuwa ni mikopo. Je, ni daraja ya mafanikio kwa wafanyabiashara au ni anguko la wafanyabiashara? Na katika mengi ambayo Bwana Mafuru na wengine tuliozungumza nao kutoka mikono wamesema namna ambavyo matumizi yao yanabadilika, badala ya kufanya biashara naenda matumizi ya kawaida nyumbani. Na mimi namalizia kwa kukuambia kwamba endapo unataka kukopa, umeshaambiwa na Bwana Mafuru Eliaza kwamba mikopo ni sehemu ya kuonyesha kwamba wewe umekwiva katika biashara yako. Lakini je, unaenda kufanyia nini? Zingatia matumizi na zingatia elimu sahihi ya ile mikopo. Sio unakopa unafanya kazi mwaka mzima kwa ajili tu ya kurejesha ile mikopo uliyokopa. Mimi ni Zainab Nyasenga na hii ni Afrika katika Biashara, sehemu pekee ambayo unaweza ukapata mada nzuri zitakazokuwezesha wewe mfanya biashara uliyekuwa unaanza au uliyebobea kuipeleka mbele biashara yako, bila kusahau kwamba kwa ushauri wa kifedha, ushauri wa masuala ya kumanage familia, kumanage taasisi yako vizuri, waungani nao IPVET Fortune. Wao ni wataalamu ambao watakusaidia vizuri sana namna nzuri bora ya kufanikisha katika jambo lako ambalo unaliendea, aidha familia, taasisi au biashara. Unaweza ukatoa maoni ya kipindi hiki kupitia namba za simu 0655228833 au unaweza ukaja kama mdhamini ili tuendelee kuwafikia wengi zaidi kupitia namba hiyo hiyo 0655228823 au 0750823000. Mimi ni Zainab Nyasenga, hii ni Afrika katika Biashara. Mpaka wiki ijayo, kwa sasa ni kuambie tu kopa, lakini hakikisha unaenda kufanyia biashara. Asante.